kwanza kabisa nataka kushukuru kamati hii, kiongozi ambaye amefikiria jambo ya muhimu kama haya, kusanyika hizi vichwa ili tusemekane kama wanadamu, kama wanabunge. Mimi nitaenda kwa agenda yangu straight kwa sababu ya wakati, na nitajiongelelea sisi kama wamama. Ya kwanza, tumepewa madharau kwenye bunge. Ukisimama pale unataka kuongea, mtu anakuona kama malaya, mtu anaona kama wewe ni mtu alipotea, ujui chenye unasema. Sasa hizo unaongelelea rais ama bwana ya mtu ama bibi ya mtu ambaye hakujui na wewe unamtetea. Sasa leo hii nasema hivi, tumetetea rais wetu hii 2 term muda mrefu, lakini yeye hatujui. Niko na uhakika ukimuuliza Bibi Nyaradua ni nani, anakuambia hajawahi sikia hata hiyo jina. Na mimi pale mashinani hata silali juu ya hiyo 2 term, silali ya ukweli. Nikiamuka sasa watu wamenipea jina, wewe utakuwa wazimu na hii 2 term. Nikiamuka wimbo ya kwanza Ruto. Nikitambia sauti ni mbili, lakini hii shot sijawahi pewa. Na ionea tu kwa hewa. Sasa mimi nataka niseme hivi. Kama kiongozi wetu Omosh, mimi nitampea tu hiyo kazi tayari. Omosh, najua kwa nguvu yako hii message inaweza fikia rais. Kabla tujaongelelea wanabunge wale wamebaki, mwambie rais akutane na sisi vile tumekaa tu hapa hivi. Kwanza akutane na sisi ili wakati tunaenda kumpigania, hata naye amejua kuna watu wangu pale chini wananipigania. Nimesema ama sijasema? Umesema. Na si rais peke yake. Juu hii 2 term si ya Ruto peke yake. Si hata Wanga anataka 2 term ama yeye ataki. Na Wanga mwenyewe nimekuwa mtetezi wake. Sijui kuona Wanga ni ngumu kuliko Raila Odinga ambaye amekufa sasa hivi onekana. Na sijui kama hii 2 term tunapiga ndio Wanga pendi, ama tujui Wanga hatuoni kama sisi ni wanawake. Wanga pia tunataka kumuona. Omosh, ambia Wanga wamama tunataka kumuona. Wamama wale wako kwa bunge wanataka kuona Wanga. Tumepigania Wanga mpaka hata wengi wetu hapa tunatembea na korokoja hapa. Miguu zimeenda, moja imebaki huko, moja tunakuja nayo hapa. Na yeye hatujui kwa nini. Hii kitu ni 50-50, ni hata mimi ama si hivyo. Hata sisi wakati tunampea, na yeye pia atupee kwanza. Watoto wetu sasa hivi wanatuita mama, sasa tunaenda kwa Wanga. Lakini kirudi kwa nyumba, mama mbona umechoka? Sijaona Wanga. Hiyo ndio ndio mama, leo umetoka kwa Wanga. Lakini Wanga mwenyewe sijawahi muona hata hivi. Mimi naonanga Wanga kwa hivi. Lakini ikifika kwa ground, usiguze Wanga, usiguze Wanga. Wanga ndio kiongozi. Wanga pia kwa kiongozi wa mama hapa chini. Si huko juu peke yake. Wamama wamejaa kwa bunge. Hizi mabunge si tuko na wamama. Na hizi mabunge si tuko na viongozi wa mama. Kwa nini asichukue hata nafasi yake tu ya 30 minutes aseme wamama wenzangu, hebu kujeni tusemesane, ili saa zile tunapigania pale tunajua tunapigania kiongozi ambaye anatupigania pia pale huko juu. Nikimalizia, kuna kitu inaitwa affordable house. Ningependa kuambia rais, sisi kama wanabunge, aanze na sisi hapa. Zile affordable, hata akipatia watu 10 tu peke yake hapa, ambapo nimejua huyu mama amepata, si nitafurahi. Ama apatie ule kiongozi mwingine, at least nitasema hizi affordable imetufikia. Lakini tutaimba Ruto ni mzuri, ameleta affordable, na hizi affordable tunasikianga tu kwa mahewa, hatujaziona. Ama mimi sijui mtu yoyote mwenye namtazama hivi, mwenye namjua na jina yenye amepata affordable. Sisi tunaimba affordable.
Nasema hivi, 2 terms tunampatia, hiyo ni lazima tunampatia, lakini na yeye pia atupatie kitu kwa tumbo. Tumbo inasikianga kuliko masikio. Tushibe wakati tunakimbia, watoto wetu wanasoma vizuri, watoto wetu wanaweza kupata chakula. Sisi pia tuko na nguvu ya kukimbia kwa barabara. Si hivyo, kuna jambo naongezea sasa. Watu wetu wa 2 terms wakifanya kikao ama wakifanya rally, mbona sisi hatupatikani hapo? Ni wapi tumewakosea? Ama hii wimbo ndio wapendi? Naona kama wale watu wa 1 term wakienda rally ama Kisumu ama wameenda Homa Bay ama utapata Yesu leo ametangulia kwa lao, anarukaruka. Akirudi hapa ananiuliza, wewe unapiga 2 term na hii 2 term yako nani anakujua nayo? Sasa mimi ningeomba hivi, wakati wanaenda kufanya rally mahali popote, iwe ni Nairobi, outside Nairobi ama wapi, sisi kama wanabunge tupewe nafasi yetu pia, tuwakilishe bunge zetu pale. Kama ni basi tolewe tu, hii ni basi ya wanabunge ama hii ni basi ya bunge fulani, lakini isikuwe tu bunge ni bunge only one. Wakati tumesimama tunawapigania, lakini wakifanya sherehe, wakifanya mkutano, wanabunge ni asante.